Mambo kadhaa yanayomtambulisha mwanasiasa wa Tanzania Tundu Lissu mwenye misimamo mikali. Anaandika Yusufu Mazimu wa BBC Dar es Salaam, Aprili 11 mwaka 2025. Katika historia ya siasa za Tanzania, ni vigumu kutaja majina ya wanasiasa walioteka hisia za watu kwa hoja, ujasiri na misimamo katika miongo miwili iliyopita bila kumtaja Tundu Lissu. Kwa wengi, yeye ni alama ya mapambano ya haki, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Kwa wengine, ni mpinzani mkorofi, anayependa kugonganisha fikra na utawala. Lakini kwa wengine, Tundu Lissu ni sauti isiyotetereka katika mapambano ya haki, uwajibikaji na utawala wa sheria. Hivi sasa akiwa amewekwa rumande kwa tuhuma za uhaini ambazo kwa sheria za Tanzania hazina dhamana, jina la kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani limerudi tena kwenye vichwa vya habari. Lakini hii si mara ya kwanza. Lissu ni mtu wa historia ndefu. Ili kumwelewa kwa undani Lissu, ni muhimu kumtazama kwa jicho pana. Ni nani hasa huyu mtu? Haya hapa ni mambo karibia 7 ambayo ni muhimu yanayomtambulisha. Tundu Lissu ni msomi wa sheria, mwenye taaluma pana na ya kina. Aliyezaliwa katika kijiji cha Mahambe, wilayani Ikungi, Tanzania, na kusoma katika shule ya sekondari ya Ilbol Arusha, shule yenye wanafunzi wenye vipaji maalum kiakili, na baadaye Umbwe. Alipata shahada ya sheria LLB kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mnamo mwaka 1994. Mojawapo ya taasisi kongwe na zenye heshima kubwa Afrika Mashariki. Hapa ndipo alipoweka msingi wa uelewa wake wa kisheria, hasa kuhusu haki za binadamu, utawala wa sheria na uwajibikaji wa taasisi za dola. Aliongeza uzito wa taaluma yake kwa kusomea shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu cha Warwick, Uingereza, ambako alijikita zaidi katika sheria za kimataifa na haki za raia. Elimu yake hii imemjenga kwenye taasisi mbalimbali za kisiasa, elimu, utafiti na utetezi wa haki. Kwa ujumla, Lissu hajajitokeza tu kama mwanasiasa bali kama msomi anayefahamu kwa kina mfumo wa sheria na athari zake kwa jamii. Mwanaharakati wa haki za binadamu kabla ya siasa. Lissu alianza kujitambulisha kama mwanaharakati kabla hajavaa rasmi koti la kisiasa. Tangu miaka ya 1990 alikuwa mstari wa mbele katika kutetea wananchi waliokuwa wakinyanyaswa na mfumo wa sheria usio wa haki. Aliwahi kuwa mshauri wa kisheria wa mashirika kama vile Legal and Human Rights Center, Implemental Law Alliance Worldwide, na pia alikuwa mjumbe wa bodi ya International Federation for Human Rights. Kazi hizi zilimwezesha kushughulika na kesi zinazohusu mazingira, haki za binadamu, ardhi na uwajibikaji wa makampuni ya kimataifa barani Afrika. Kama wakili alitoa msaada wa kisheria kwa watu wasio na uwezo wa kugharamia huduma hizo, na alijenga jina kama mtetezi wa wanyonge. Mfano mmoja maarufu ni kesi ya wakulima wa Loliondo, ambapo alishirikiana na wanaharakati kupinga uamuzi wa serikali kuhamisha wananchi kwa faida ya wawekezaji wa sekta ya utalii. Lissu alitumia taaluma yake kuelezea ukiukwaji wa haki za ardhi, haki za kiraia na athari za sera za uwekezaji kwa watu wa kawaida. Mwaka 2003 aliripotiwa kuandaa nyaraka na tafiti zilizoibua athari za mikataba ya madini nchini, akieleza namna mashirika ya kigeni yanavyokwepa kodi na kuwadhulumu wa Tanzania kupitia mikataba isiyo na uwazi. Umaarufu wake ulianza kupaa wakati wa utawala wa hayati Benjamin Mkapa, rais wa serikali ya awamu ya 3 ya Tanzania, ambapo alijitokeza kama mtetezi mkubwa wa haki za wachimbaji wadogo wa madini na wananchi wanaoishi katika maeneo dhidi ya wachimbaji wakubwa, makampuni yaliyopewa leseni za uchimbaji baada ya mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na utawala wa Mkapa. Kwa muktadha huu, haishangazi kuona hata siasa zake zinatajwa kuendeshwa kianaharakati. Suala la katiba mpya lilikuwa mojawapo ya nguzo kuu ya ajenda yake.
alikuwa akirudia mara kwa mara kuwa katiba ya mwaka 1977 ni katiba ya chama kimoja, haikidhi mahitaji ya taifa la vyama vingi, akisisitiza kuwa bila mabadiliko ya msingi ya kikatiba uchaguzi wowote hauwezi kuwa huru na haki. Licha ya kukataliwa mara kadhaa, kukumbwa na mateso na hata kuhatarishiwa maisha yake, Tundu Lissu hajawahi kuacha kupigania mabadiliko hayo hadi leo anapokumbwa na kesi nzito ya uhaini kutokana na msimamo wake wa no reform no election. Anaendelea kusisitiza kuwa Tanzania haiwezi kusonga mbele bila katiba mpya ya wananchi. Kwa Lissu, unaweza kumuita king'ang'anizi anapolitaka jambo lake, na muhimu, matumaini ni silaha ya mwisho kwake. Aamini katika kukata tamaa, bali katika kusimama imara hadi haki ipatikane. Mpambanaji, jasiri na mkosoaji asiyetishwa. Haijawahi kuwa rahisi kumtisha Lissu. Ana historia ya kusema kile anachokiamini bila kujali nafasi anayekisema. Katika kipindi chake bungeni, Lissu aliibua mijadala mikubwa kama sakata la kaunti ya Tegeta Escrow, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 300 zilichotwa kwa njia ya utata. Aliwataja wahusika kwa majina na kuwasilisha ushahidi wa maandishi, hatua ambayo ilionyesha kiwango cha ujasiri na weledi wake. Pia aliongoza mijadala kuhusu matumizi ya fedha za umma, sheria za uchaguzi na udhaifu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, akionyesha namna mfumo ulivyoegemea upande mmoja kwa faida ya chama tawala. Kwa Lissu, ukweli ama anachokiamini ni silaha yake kuu, hata kama inamgharimu maisha. Alikosoa waziwazi serikali ya Mkapa na serikali ya awamu ya 4 chini ya Rais Jakaya Kikwete, hasa kuhusu haki za wachimbaji wadogo na rushwa katika sekta ya madini na mikataba isiyofaa kwa taifa. Alipofika awamu ya 5 chini ya Rais John Magufuli, Lissu hakusita kusema wazi kwamba serikali imegeuka ya kiimla, kifamilia na kikabila, na ilitumia vyombo vya dola kuwakandamiza wapinzani, hali iliyowafanya baadhi ya viongozi wa upinzani kukimbia nje ya nchi. Katika moja ya hatua zake kati ya mwaka 2016 na 2017, Lissu alisema naibu waziri Kalemani Medadi alikuwa naibu wa wizara ya madini wakati huo, mtoto wa dada sijui wa kaka wote Chato, kanda ya Ziwa anakotokea Magufuli. Hapa alikuwa akizungumzia kufukuzwa kwa aliyekuwa waziri wa madini Profesa Sospeter Muhongo na kuachwa naibu wake Kalemani, kwa tuhuma ambazo aliamini Lissu kwamba zilipaswa kumfukuzisha pia na Kalemani, lakini alidai alilindwa kindugu. Aliongeza kuhusu ukabila akimuhusisha Rais Magufuli ambaye alikuwa Msukuma kutoka kanda ya Ziwa na viongozi waliopewa nafasi mbalimbali serikalini. Mkuu wa majeshi Msukuma anatoka kanda ya Ziwa, mkuu wa polisi kanda ya Ziwa, mwanasheria mkuu kanda ya Ziwa, mwendesha mashtaka kanda ya Ziwa, kaimu jaji mkuu kanda ya Ziwa, mlipaji mkuu wa serikali kanda ya Ziwa. Nani asiyejua? Tunaposema nchi imeingia kwenye udikteta, ndio hivi. Msemaji wa serikali wakati huo, Hassan Abbas, alijibu matamshi ya Lissu wiki hiyo hiyo alipoyatoa, akikanusha serikali kuegemea ukabila, undugu ama ujamaa, na kwamba serikali haitakubali mtu ama kundi la watu kutumia vibaya uhuru wa kujieleza. Kumkosoa kwa kumuita Rais Magufuli dikteta uchwara kulizuia mijadala sana mwaka 2016 mpaka 2017, kabla ya kushambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana na kuhusika au kunusurika na kifo. Alitumia zaidi nafasi yake kama mbunge na mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kupata majukwaa ya kumkosoa Magufuli na kuikosoa serikali kwa kina. Mfu anayetembea na risasi mwilini. Kushambuliwa kwa risasi 16 kama ukitaja matukio matatu maarufu Tanzania kuwahi kutokea katika miongo ya hivi karibuni. Ukiacha kifo cha rais wake wa kwanza Julius Kambarage Nyerere
na kifo cha Rais Magufuli, tukio la kushambuliwa kwa risasi kwa Lissu lilikuwa kubwa kwenye mijadala. Septemba 7, 2017, Tundu Lissu alishambuliwa kwa risasi 16 nje ya makazi yake mjini Dodoma baada ya kutoka bungeni. Tukio hilo lilitokea siku chache baada ya kutoa madai kuwa anafuatiliwa na gari lenye namba za serikali. Hadi leo hakuna aliyekamatwa wala kufikishwa mahakamani kwa tukio hilo. Jeshi la polisi na serikali mara kadhaa imesema uchunguzi wa kina unaendelea. Upelelezi bado unaendelea. Uchunguzi hauna ukomo wa muda. Kinachotoa faraja, mhusika mwenyewe, yani Lissu, yupo nchini, alisema waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Masauni. Lakini mwenyewe Lissu anasema jeshi la polisi na serikali hawajawahi kuwa na nia ya kuchunguza tukio hilo la majaribio ya mauaji. Lissu alipelekwa Kenya kwa matibabu ya haraka, kisha kuhamishiwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu. Alifanywa zaidi ya upasuaji 20 kurekebisha mifupa, mishipa na viungo vilivyoharibiwa na risasi. Alikaa kwenye matibabu kwa zaidi ya miaka 3 na kuvuliwa ubunge wake mwaka 2019 kabla kurejea nchini mwaka 2020 na kuwania urais kupitia Chadema dhidi ya Magufuli katika uchaguzi mkuu ambao Magufuli alishinda, huku Lissu akipinga matokeo. Kwa wengi alinusulika kwa muujiza, na tangu wakati huo amepewa jina la utani la mfu anayetembea. Tukio hilo lilimfanya kuwa nembo ya ukatili na lilizua hofu ya kupungua kwa demokrasia nchini. Mwanasiasa wa misimamo aliyepewa jina la mropokaji. Kwa tukio la kushambuliwa risasi na kunusulika kufa kwa mtu mwingine asiye imara na misimamo, asingeweza kurejea kwenye siasa, wanaharakati ama shughuli yoyote inayoweza kuleta uadui hata mdogo. Lakini Lissu wala hajatetereka mpaka leo. Kwa misimamo yake amekuwa akikataa pia kushiriki mazungumzo ya maridhiano na Chama cha Mapinduzi CCM, akiyaita mazungumzo hewa yasiyo na dhamira ya kweli. Baada ya kurejea nchini mwaka 2020 na kugombea urais, Lissu alirejesha nguvu ya upinzani katika siasa za Tanzania iliyoanza kudorora baada ya mikutano ya kisiasa kufungwa. Akaendelea kukosoa mfumo wa uchaguzi Tanzania, akionyesha unaipendelea Chama cha Mapinduzi, jambo ambalo mamlaka ya CCM wenyewe wanapinga. Disemba 2024, Chadema chini ya mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe kilipitisha no reforms no election, ambao ni msimamo wa kisera wa chama hicho unaotaka mabadiliko ya tume ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na uhuru wa mikutano ya hadhara kabla ya kushiriki uchaguzi. Lissu amekuwa mstari wa mbele kutetea msimamo huu tangu awe mwenyekiti. Aprili 9, 2025, Lissu alikamatwa akiwa mkoani Ruvuma baada ya kufanya mkutano wa hadhara kupigia debe msimamo no reform no election. Aprili 10, 2025, akafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam na akafunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa ambalo linahusishwa na kutishia usalama wa taifa. Kosa hili halina dhamana na hivyo Lissu anasubiri hatima yake akiwa rumande. Hii si kesi ya kwanza. Lissu amekuwa na kesi nyingi, na nyingi zikiwa za uchochezi kwa maneno aliyoongea kwenye majukwaa ya siasa ama majukwaa mengine yaliyohusisha ukosoaji wake. Hafungwi mtu hapa. Sikilizeni niwaambie, nina kesi 6 Kisutu mahakama na zote za uchochezi, alisema Lissu wakati wa harakati za uchaguzi mkuu wa 2020, akiwatoa hofu wanachama wa Chadema kwamba kesi hizo hazitamzuia kugombea urais. Hata hivyo, kesi ya sasa ya uhaini ni kubwa na ya aina yake. Akikutwa na hatia, adhabu yake ni kifo kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Lakini kwa Lissu mwenyewe, labda kwa sababu ni mbobevu wa sheria, haonyeshi usoni ukubwa wa kesi hizo zaidi ya kuendelea na hali yake ya kisiasa. Msiogope. Hii ndiyo njia ya kwenda Ikulu. Kama Mandela, Nelson Mandela, rais wa zamani wa Afrika Kusini, anasema Lissu kuwatoa hofu wafuasi wa chama chake waliofika mahakamani. Kwa wafuasi wake, wanaiona kesi hii ni kama mwendelezo wa uonevu kwa wanasiasa wa upinzani,
Kwa serikali huenda kesi hii ni jaribio la kudhibiti ile wanachokiona kama uchochezi na usalama wa taifa. Lakini kwa wachambuzi wa siasa na haki za kibinadamu, kesi hii ni kipimo cha hali ya uhuru wa kisiasa na demokrasia ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kesi yake inaweza kuwa mojawapo ya matukio muhimu zaidi katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Kama atapatikana na hatia, inaweza kubadilisha sura ya siasa ya upinzani nchini. Kama atashinda vita hii ya kisheria, huenda kawa alama hai ya ushindi wa haki dhidi ya woga. Huyu ndiye Tundu Antipas Lissu.